Kuna kipindi Mungu akuhesabu wewe kwenye kuswali, kufunga, ufanye chochote. Miaka 15 Mungu ahesabu wewe. Tangu umezaliwa mpaka umebalee kuna miaka 10, kalamu ya Mungu haikuhusu. Toa katika hesabu nilizokupa. Wal asri innal insana lafi khusr. Simeelewa? Ngoja nirudie pale juu kidogo, pale juu. Ukilala kwa hesabu nilokupa masaa 8 ndani ya miaka 60, kila siku unalala masaa kila siku, basi utakuwa umelala miaka 20. Wewe fofo. Ukifanya kazi kila siku masaa 8 ndani ya miaka 60, maana yake umefanya kazi miaka 20. Sasa 20 na 20 ngapi? 40. Ongeza na ile 15 ambayo ya utoto wako 55. Haina kitu hiyo. Alafu miaka 3 miaka ya kula, jumla 58. Katika 60 weke miaka mingi ya nini? Ndo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijamaumba majini na watu ila waniabudu. Unakwenda kwa Mungu na ibada ya miaka 2. Na kweli unayo miaka 2 wewe, hujaangalia ubaya ubwela na wananchi? Hujaangalia wewe? Umeangalia au sio? Hujachoka siku moja umemwambia nijiachie tu? Haimo kwenye kulala, haimo. Kisha huo mtandao wako hujaushika, unaokumalizia mabando. Sasa nakupa cha mwisho. Ikiwa Mungu amekujalia wewe, Mungu amekujalia ndani ya miaka 60, tangu unazaliwa kutoka katika tumbo la mama mpaka unakufa, hujaacha swala hata moja. Umeswali miaka 60 swala 5. Miaka 60 swala, na kila swala moja ikawa umebatika kuswali robo saa. Robo hivi, robo saa mara 5 masaa mangapi? Saa 1 na robo mzee. Saa moja. Kwa hiyo kama umeswali hivyo miaka 60, kila siku unaswali swala 5 mpaka umekufa, hujaacha hata hii. Unajua umeswali miaka mingapi? Mwaka 1 na miezi 6. Kwa unakwenda kwa Mungu na swala za mwaka 1 na miezi 6 ndani ya miaka 60. Na hakuna mtu anaoswali robo saa. Huyu bwana akatuswalisha hapa nadhani dakika 8 tu. Tumemaliza. Mimi nimeswalisha hapa miaka mingi. Sijawahi siku kuswalisha dakika 10. Pamoja na kwamba napenda kusoma Qur'an. Ndio Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Dakika 2 sikumaliza. Hata hii moja je. Sasa hakuna mtu anaswali anaokaa hapa dakika 15. Hayupo. Mabwana, tunapoteza muda. Tunafeli. Mungu ametupa muda kwa maana utusaidie kwa ajili ya kumwabudu. Umeelewa? Hiyo nakupeni leo moja mwende mkafanyie kazi. Miaka yetu ni miaka 60 sawa sana siku 21,500, tena hiyo kwa ile miaka siku 360. Kama 365 siku 21,600 na 900 mbele. Hatufiki huko. Masaa ndio hayo nilokupa. Dakika ndio siku moja ina dakika 1440. Dakika 1440 kazichezee vizuri siku zako, ndio masaa 24. Sekunde sikuhesabia kwa sababu zinapita zile nimekuachia zile. Imam Ahmad Shauki anasema dakatu qalbil mar'i qailatul
innal hayata daqaiqun wa thawani, mapigo ya moyo ya mtu yanamwambia hakika maisha ni dakika na nini na sekunde. Na leo kamuulize daktari wako wa moyo wako ndani ya masaa 24 ukiwa unaenda mapigo ya kawaida unapiga mara ngapi? Ile ti. Kuna midundo na mara maalumu Mungu alizokuwekea. Naweza nikakutajia hapa nikakuogopesha bila ukaogopa. Umeelewa? Maana kifika hisabu aliyokuambia Mungu, kama mzee Hamza tunamswalia hapa, kamaliza mapigo yake ya moyo, kamaliza sekunde na dakika zake. Wewe mpaka leo bado umekaa tu kaliwa. Yaani unakaa kazi yako unaangalia mambo ya mitandao. Shika Qur'ani juzu 30, soma kila siku juzu moja. Kisha badilika sasa. Badilika. Mimi na wewe marejeo yetu ni Qur'ani na hadithi. Ndio maisha yetu yako kule. Ukweli uko kule. Sio mtandao. Unawahi kawai mambo time zinaenda hivi. Siku moja akaa chini nikupe hichi kisakati. Hela yako naichukua na maneno nakwambia. Yaani kwa upande wa kulia. Siku moja bwana nilikuwa natoa mawaidha kama hivi. Huko Ununia huko. Sasa mbele yangu kuna mtu kwa mbali hivi katoka kichwa na kifua tu. Kila nikiendelea naambia mimi nasema tu. Natoa mawaidha nikipiga hivi. Alinitia tabu sana. Mwisho nikaamua kukata salamu alaykum juu kwa juu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikakaa. Basi kwani hata nilifika hapa Mwenge, mwenyeji wangu ananipigia simu, bwana yule mtu alikuwa anakuambia kafa. Ndio nikaelewa. Kumbe ile sio kwamba nina haraka sasa. Maliza naenda kufa mwezio. Sasa ndio naenda huko. Basi Mungu akupe umri mrefu. Asante. Ndugu zangu, hiyo pointi moja ya kwanza tumalize sasa, tukafanya mambo yetu mengine. Tumsalie Mtume Muhammad. Tumsalie tena Mtume Muhammad. Mungu akupe umri mrefu. Asante. Tutaonana jioni. Tusemeni inshallah. Jamani, cha pili sasa naongea kama kiongozi wa imani wa Waislamu kimkoa. Si ndio nafasi yangu na nina haki ya kuongea na nyinyi ndugu zangu, ndivyo sivyo? Leo tarehe ngapi? Tarehe 17. Tarehe 29 twendeni tukapige kura. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Twendeni tukapige kura. Tunakwenda kutekeleza takwa letu la kikatiba, haki yetu. Twendeni tukapige kura. Kila aliyojiandikisha na amefikia umri wa kupiga kura asiache kwenda kupiga kura. Twendeni tukapige kura. Wewe pia unafaa kapige kura. Sawa? Semeni inshallah. Na tukimaliza kutekeleza takwa letu la kikatiba, taratibu turudini nyumbani. Semeni inshallah. Turudini nyumbani. Kama mtu na kazi yako, nenda kafanye kazi yako. Muachie Mungu sasa hapa. Muachie Mungu. Mimi niko hapa, sikuchagulii nani wa kumchagua. Sio kazi yangu. Kazi yangu kwamba nenda kapige kura. Na umesikia sera za watu wote. Ndugu yangu, siku zote mimi nawaambia wanangu hawa, wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia. Nirudie. Wali wa unaonekana kwenye kwamba wali huu mimi nafanyaje? Nashiba. Wali huu kwa mimi sikuchaguli. Wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia. Langu mimi, nenda kapige kura vizuri kabisa, mchague unayemuelewa katika sera zake, kisha rudi nyumbani. Toka wewe na watoto wako waliofikia umri na kujiandikisha kupiga kura na mkewe.
kisha waambie turudini nyumbani. Sawa sawa, tumuachie Mungu nini? Mungu ndiye anayemweka mtu madarakani. Sisi ni Waislamu, tunarudi kwenye Qur'ani, haturudi kwenye mitandao. Qur'ani inasemaje? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Ndio maneno yetu yalikuwa katika msahafu. Mungu, asante, asante. Mungu yeye ndo anampa amtakaye ufalme na anamnyang'anya amtakaye huo ufalme, anamtukuza amtakaye huyo ufalme na anamdhalilisha amtakaye huo ufalme. Mungu, suratu Al-Imran. Lakini nani anayechagua watu? Mungu huyo huyo katika suratu Al-An'am, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Hamna aya hiyo? Tusemeni wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u, Mola wako anaumba amtakaye na anamchagua awe nani. Mmeniona mimi hapa nimesimama, ni nani mimi? Imamu shekhe wa mkoa. Mungu amechagua, sio mimi wala wewe wala yoyote. Mungu tangu azal kaniumba mimi, leo nisimame hapa kwa kofia hii tangu azal, na akanikabidhi jarida langu nikiwa na umri wa miezi 4 katika tumbo la mama, na wewe hivyo hivyo. Tumeelewana? Mungu ndo amechagua watu waweje. Jana nilisema pahala, umeona ule ukoo wa kina Kiweru Musa, kuna Kiweru Musa marehemu, lakini Jamhuri Kiweru, sawa sawa, mtu wa Kiweru, Muhehe mwingine, bwana Mwijaku, wakumbuke wale kina Kiweru. Basi kama umewasahau haya watu wako, Sande Manara, Kitwana Manara, Kasimu Manara, Haji Manara, wao ni mpira. Umeelewa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ali Hassan Mwinyi rais, Huseni Mwinyi rais. Mungu kapanga ukoo fulani ndio wao. Mimi umeona kiumeni na kikeni. Mimi kikeni kwangu Kigoma huko kulikuwa na shekhe kwa anaitwa Shekhe Mwinyi Kidudu. Wewe ukaulize kwenu kenda. Mwinyi alikuwa anaitwa shekhe wa mashekhe, ndio babu yangu mzaa babu mzaa mama. Naitwa Walidi bin Kijakazi bin Shekhe Mwenye Gogo bin Shekhe Mwenye Juma bin Shekhe Mwenye Bahari Mwenye Kidudu. Hao wote walikuwa mashehe. Ukitaka usitake ndio sisi. Ukirudi huku, mimi naitwa Walidi Al-Hadi, babangu alikuwa mpiga ngoma shekhe, baba yake Umari alikuwa shekhe, mzee Salim alikuwa shekhe, mzee Asmani alikuwa shekhe, mzee Abdurrahmani alikuwa shekhe. Wote nawajua 41 walikuwa mashekhe. Ndio Mtume akasema takhayaru linutafikum fa innal irka dassasi, chagueni pahala pa kwenda kuweka mbegu zeni za uzazi, kwa sababu kishipa cha uzazi kinapiga mbali. Unataka kumwoa mtu fulani, fuatilia ukoo wao, fuatilia huko. Unaweza kuzaa umeoa sehemu fulani ukawa na mtoto mmoja mwizi, kumbe kulikuwa na babu mmoja katika ukoo wao kazaliwa 1802 huko, mwizi kweli kweli. Kwa hiyo dasasi imekuja imempata mtoto wako wewe. Mungu anasemaje maneno haya? Ahum yaksimuna rahmata rabbika, kwani wao ndio wanaogawa rehma ya Mola wako. Mipango ile hiyo. Ahum yaksimuna rahmata rabbika. Sawa? Naona simu ilipotea hapo. Ndio hiyo chukua. Simu ikipotea mtu anakuwa na wazimu kidogo. Simu nataka kuzielezea leo kidogo hizi simu. Alafu tuondoke.
Hizi leo nitazielezea hizi. Siku moja bwana Mwenjaku, nilikuwa na swali kule nyuma kule. Tumetoka wote na mtu fulani kwa kutawadha. Imamu huko alikuwa mursalina, tuna swali. Alipotupeleka imamu hapa, mwenzangu nimeenda naye mwisho, kabla imamu hajarudi karudi yeye, kajisachi. Katoka mbio karudi kule. Kumbe aliacha simu kule. Alhamdulillah, Allahu akbar. Hizi simu zimetupata hizi. Bwana, habari ya Dodoma bwana? Umekuja leo? Inshallah. Huyu ndugu yangu yuko Dodoma ananipenda. Na mimi nampenda. Inshallah. Nataka kuzieleza kidogo kwa sababu huyu mwana kazigusa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo mada yangu ni twendeni tukapige wote, baada ya kupiga kura turudi. Tumwachie Mungu sasa kalamu yake ifanye kazi. Na wallahi itakwenda kwa yule aliyomchagua. Kuchagui wewe. Nukta dakika. Usidanganywe na mtu yoyote. Usidanganywe na mtu kwamba eti mabadiliko ya hizi awamu hizi ndizo zinakupelekea wewe ukawa na maisha fulani. Usidanganywe. Mimi sio mkubwa sana, lakini wa zamani kidogo. Mimi Nyerere nilimuona. Mzee Mwinyi nilimuona. Akaja Mkapa nimemuona. Akaja Bwana Kikwete nimemuona. Akaja mjomba Magu nimemuona. Akaingia mama yetu Mama Samia nimemuona. Kuna watu na wajua tuko nao katika tawala zao zote hizo mpaka leo kipato chake kile kile. Kipato chake kile kile tu. Kile. Haya. Kwa hiyo imekuja style mpya nimekupata Darush. Yala kufu bil badi yarukum ayasha. Umeelewa vizuri? Kuna watu tangu enzi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kipato chake ni kile. Unaweza kuona kipindi kile maisha yalikuwa magumu sana. Miezi 18 ilikuja. Wewe ujue habari ya miezi 18 ulikuwa upo. Kuna kwa miezi 18 ya kufunga mkanda. Mwalimu Julius Nyerere alituambia kutekeleza azimio la Arusha. Hujazaliwa wakati huo. Sisi tulikuwepo. Miezi 18. Nani anaikumbuka katika wazee wenzangu? Wazee wenzangu tuko 1 2 3 4 5 tulikuwa miezi 18 ya azimio ya kufunga mkanda. Ilikuwa miezi hiyo. Nyie wana nyie. Sawa baba? Baba anasema ndio. Ilipita hiyo miezi 18. Unaweza kipindi kile ilikuwa nchi ndio kwanza tumepewa kutoka kwa wazungu akaja mzee Mwinyi akasema ruksa. Kila kitu ruksa. Ukitaka kuuza, ukitaka kununua, nunua. Ndio zikaanzishwa mpaka daladala zinaitwa chai maharage. Uliziona? Chai maharage. Hamna mtu kaziona zile chai maharage hapa? Uliziona zile? Kia. Mwenge Kariakoo hiyo, chai maharage. Stendi hapa. Mzee Mwinyi kasema, "Haya." Uliziona? Lakini watu bado wako vile kipato chao. Kwa mara ya kwanza tunaona TV sisi mzee Mwinyi. Uongo. Zamani Magomeni nzima TV ya Sheikh Yahya Hussein. Anaitwa nje anaweka pale uwanja shule ya Karume, na ukikaa kuna sehemu nyingine hivi ukitizama mtu unamwona na kichwa kirefu hivi. Mpaka uilenge. Ukienda pembeni mtu unamwona ana tumbo ana guli kwa huko. TV hizo. Lakini tunaenda tunajapa. Hapa unaona hapa petrol station hapa hakukuwa na petrol station sana. Kulikuwa na hoteli hapa inaitwa Zambia hoteli. Nani aliona? Leo zamani nyinyi hapa.
petrol station. Bwana yule mzee yule mwanao yuko, yeye ndio alikuwa na TV ile ya chogo. Watoto wote wa Magomeni zote 5, Magomeni Makuti, Mapipa, Mwembe Chai, Kondoa, tunaenda kuja pale nyumbani kwake. Basi hata wengine unaangalia kichogo cha mwenzio na mbele. Lakini ukitoka unahadithia, bwana Amita ulimwona pale Amita? Ukuona. Akaja mzee mmoja akasema, haya hizo hapo TV hizo. Kuna watu pia wakununua TV pamoja na ruksa yote. Akaja mzee Mkapa, uwazi na ubinafsishaji, akabinafsisha mambo yakaja. Akaja mzee Kikwete, watu mambo yao yako vipi? Nini maana? Riziki yako anaigawa mwanangu, babangu, rafiki yangu, mamangu uko juu, anaigawa riziki kwa mafungu yake ni Mungu. Ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa fil akhirah wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajati, akasema liyattakhidhu ba'dahum ba'dhan sukhuriyya. Sasa mimi ndo ninaigawa riziki na nimefanya hivyo kusudi. Kuna mwingine nimempa kubwa, mwingine nimempa ndogo, ili watu wapate kusaidiana. Kuna mtu ana riziki kubwa, haiwezi kuiendesha peke yake, lazima aniajiri mimi. Ndio liyattakhidhu ba'dahum ba'dhan sukhuriyya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ugawi wa Mungu ni bora kuliko mnavyogawanyie. Kwa sitoke mtu akakwambia Mungu ndo anamchagua mtu na Mungu ndo anakugawia nini. Haki yetu sisi ni lazima twendeni tukatekeleze takwa letu la kikatiba. Nisikilizeni vizuri, katumieni akili zenu, sawa sawa. Na haya mnaoyaona katika mitandao kama alivyosema mwanangu, na jana mimi nilisema sana hayo pahala, ni biashara ile nini? Ni biashara tu. Mwingia kunisaidia, biashara tu, biashara tu. Kama wewe, kuna mwingine anauza nazi anapata riziki yake, mwingine anauza mchicha anapata riziki yake, mwingine kama hapa mimi nasema ndo nimepata hii, si nimepata hapa wanangu leo awali ndo nishapata, na najua na fulani namuona ananiletea, nitapata. Sasa niletee bwana, nitapata. Unaona, hii ni mipango ya Mungu. Kila mmoja ana sehemu yake, anampatishia riziki yake. Sasa kuna watu Mungu amewatengeneza riziki zao za haramu, shati watukane watu au wasababishe watu fulani watukanwe, shati wawavunjie heshima watu au wasababishe watu fulani wavunjiwe heshima, yeye ndo apate hela. Ni riziki nayo hiyo. Riziki nyie mnasema riziki mafungu 7, sio kweli. Riziki ni mafungu 4 katika hali mbili. Riziki mafungu mangapi? 4 tu, sio mafungu 7. Mafungu 7 ni ya kwenye taarabu. Riziki mafungu 7 wanaimba kwenye taarabu, lakini ndani ya Uislamu riziki ni mafungu. Kuna mtu ana riziki kubwa pana bila ya wasiwasi, hana tabu, kakaa tu, lakini kuna hela zinatoka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Asante. Sherian, habari ya South Africa? Naona riziki yangu. Umeelewa? Kuna watu wana riziki pana, fungu la kwanza ile andika, lakini anaipata wapi riziki hii? Bila ya tabu. Huku kusini huku ana mikorosho kairithi, huku sindo kaskazini kuna bahari, ana mameli, maboti yako huko na nyavu. Huku magharibi huku ana kahawa na pamba. Huku si mashariki yeye kaka tabu yake kunyanyua simu. Wewe usilete mambo hayo bwana, nimenunua juzi tu matairi hayo, anamsema dereva. Ndio hivyo, akikata hii anapokea hii. Fungu la kwanza. Fungu la pili, kuna mtu ana riziki pana kama huyu, lakini kwa tabu, akose kufa, afangweje sijui, ndio anapata riziki level ya yule, lakini yule kwa urahisi, huyu kwa tabu. Mafungu mangapi hayo?
Kuna mafungu mawili yalobaki. Kuna mtu ana riziki ndogo kama yangu mie, tabu yake ni kusema tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu anampa 10, huyu 20, huyu. Mmepata sikupata? Riziki kubwa alhamdulillah ndogo. Lakini kuna mtu ana riziki ndogo kama hii, kwa tabu lazima abebe mkokoteni Kariakoo kule, abebe mzigo unakwenda Kimara Bonyokwa mgongoni, ndo kajitahidi kanunua lile guta. Mzigo kama ule ukipakiwa katika pickup 20,000, yeye mzigo ule ule na masafa yale yale ndo kaanza mbali 3,000, wakibageni apata 1,500. Hakuna fungu la 5 na la 6. Riziki mafungu mangapi? Mafungu haya yote yana hali mbili, ima hali ya uhalali au hali ya uharamu. Inawezekana yule mwenye riziki kubwa akapata kwa uhalali au kwa uharamu, na inawezekana huyu mwenye riziki ndogo akapata kwa uhalali au kwa uharamu. Katizame sasa wewe, riziki yako ikiwa kubwa au ndogo, unaipata katika hali gani miongoni mwa hali hizi mbili darweshi? Halali au? Ndio tumefundishwa tukiwa wadogo kama hivi. Wasema arrizqu inda alqaumi ma bihi tufi' wa qila la bal ma mulik wa matubi' fayarzuqu Allahu alhalala fa'lama wa yarzuqu almakruha wal muharram. Na pale tuko tunaimbishwa sisi zamani na wazee wetu, usipoweza mwimbo huo unapigwa au unanyimwa kula. Arrizqu inda alqaumi ma bihi tufi' wa qila la bal ma mulik wa matubi' fayarzuqu Allahu alhalala fa'lama wa yarzuqu almakruha wal muharrama. Mafungu manne ya riziki katika kitabu kinaitwa Jauharatu Tauhidi. Nendeni mkawafundishe watoto wenu masomo haya, wayajue mapema, watakuwa nayo, hawatowasumbua. Huna pa kuwapeleka, niletee mimi kabla sijakufa, pale mtawalea. Sema inshallah. Amtaki sema inshallah. Inshallah. Unamwambia mapema mtoto wako arrizqu inda alqaumi ma bihi tufi' wa qila la bal ma muliku wa matubi' fayarzuqu Allahu alhalala fa'lama wa yarzuqu almakruha wal. Tangu asubuhi nafanya kazi hiyo kuwasomesha watoto mambo hayo. Niletee watoto wako ili wasiwasumbue bure. Usipomfundisha mtoto wako maneno hayo, ndio huyu atataka sasa kuingia barabarani kwa kufikiria kwamba eti mimi au wewe au fulani anamzuilia riziki yake. Haiwezekani. Kila anayekuja duniani anakuja na riziki yake na nafasi yake. Nitakupa mfano. Mimi wakati nachaguliwa kaimu shekhe wa mkoa, nilipata tabu kidogo. Nilipata tabu kwa sababu katika mipango yangu sikupanga siku moja niwe shehe wa mkoa. Sikupanga. Nilipanga fulani, nikafika mwisho nikasema nimalizie kuwa mwalimu wa madrasa. Sawa? Asante bwana, nakuja riziki. Siku moja nilikwenda pahala nikajifungia tu. Sawa? Namwambia Mungu, kama hili jambo ni la kheri lirudishe, libakishe. Kama siliwezi, maana ni uongozi, lichukue mpe mwingine. Nikawa nasoma Qur'ani. Wallahi nawaambia, ikafika nimeingia katika sura Taha, nakutana na neno Mungu anasema, ya Musa inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minashakirin. Nimeisoma aya hiyo nikapumua. Musa aliambiwa maneno haya. Na kwa nini aliambiwa? Ewe Musa, inni istafaituka, mimi Mungu ndio niliyokuchagua, birisalati ala nas, nimekuchagua kwa watu, birisalati kwa ujumbe wangu, wa bikalami na kwa maneno yangu, fakhudh ma ataituka, chukua nilichokupa, wa kum minashakirin, na shukuru. Nikaona aya ile inarudi kwangu mimi, basi nikachukua, nimeshukuru. Lakini naendelea kumuomba Mungu tuweze kwenda. Sasa Mungu ndo anakupanga uwe nani. Tumeelewana vizuri eh? Unaweza ukajitahidi ukafanya hivi. Mimi kila siku nawaambia katika vitu nilivyopanga mimi kwamba labda niwe nitacheza mpira na watu wanaocheza nao mpira wananijua.
ilikuwa hapa. Yaani nakwambia krosi zote kamba zote Magomeni Jangwa sile pale. Cheza sana mpira. Na kina Bakari Idi Kijugu. Unamjua Bakari Idi Kijugu? Huyo aliadamu rafiki yangu kwa nyuma, kamuulize. Muulize kingi. Umeelewa? Nikashindikana, nikasema labda nitakuwa msafiri. Baharia hivi. Nikadunda. Natafuta niwe wapi? Sawa. Labda niwe mfanya biashara fulani na watu wengi mliniona. Nikatafuta sana fedha. Nikadunda, nimerudi chuoni, ndo huyu sasa. Fakhudh ma ataituka wa kun. Kwa hiyo twendeni tukapige kura, turudi nyumbani, asikudanganye mtu akakutosa, akakurushia mpira wa karatasi ndani unajiwe, ukaingia barabarani eti kuandamana. Muongo. Huyo muongo kakutosa. Usiende kuandamana. Katie kura, msubiri Mungu anasemaje, kulillahumma malikal mulk. Sawa jamani? Tusemeni inshallah. Tusemeni inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina wa altuf bina wa fadhil muslimin. Allahumma kfina iyahum sharra masaibi dunya wad din. Allahumma ajil bi farajika alaina wa ala kafat muslimin bi rahmatika arhamar rahimin. Ya alima sirri minna la tatiki sitar'anna wa afina wa afu anna kullana haythu kunna wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.